Kiumbe huyu ana uwezo wa ajabu sana. Kila anapomeza kitu, anaweza kubadilika na kuwa mtu anayemiliki kitu hicho. Ili amuone mke wake aliyekufa, mwanaume huyo anamkabidhi kiumbe pete ya mke wake. Kiumbe huyo anatoa ukulele mkubwa na vidole vyake vinaanza kujikunja kwa njia ya kutisha. Mwanaume huyo anatazama yote hayo akiwa haamini macho yake. Kiumbe huyo anapoondoa kifuniko kichwani, mwanaume huyo anabaki katika mshtuko. Anayeonekana si mke wake, bali ni mama yake mwenyewe. Sababu ya hasira yake inatokana na yaliyopita. Alitelekezwa na mama yake alipokuwa mtoto. Kiumbe huyo anapogundua kwamba mwanaume huyo ndiye mwanawe, analia, lakini muda mfupi baadaye anabadilika. Anaanza kumtukana mwanawe bila kukoma, kisha ananyoosha shingo yake na kujaribu kumbusu. Akiwa ameogopa sana, mwanaume huyo anakimbia. Anapogeuka kutazama nyuma, kiumbe huyo tayari amepotea. Ghafla anatupwa chini kwa nguvu. Kimiminika cha ajabu kinatoka mdomoni mwa yule kiumbe. Wakati huo, mtu mwingine anaingilia kati. Kiumbe huyo anadhibitiwa na gunia linarudishwa juu ya kichwa chake. Kutoka pembeni mwa gunia hilo, pete inatolewa nje kwa kuitema. Mwanamke huyo anamwamuru kiumbe huyo arudi pangoni, naye anatii bila kupinga. Mwanaume huyo hakubali kutomuona mke wake, hivyo analipa pesa zaidi ili kumuita tena kiumbe huyo. Safari hii, mwanamke huyo analeta saa ili kudhibiti muda. Mwito huo haupaswi kuzidi dakika 2. Nafsi ya mke wake inaonekana kweli. Mwanaume huyo anajawa na hisia na kuanza kudai majibu. Anataka kujua alisalitiwa na nani. Mke wake anasita na anashindwa kuzungumza. Muda unapokwisha, kiumbe huyo anarudi kuutawala mwili. Safari hii hatii tena amri, anafanya mambo kwa utashi wake mwenyewe. Katika sekunde za mwisho, mwanamke huyo anamwamuru arudi. Ingawa hapendi kufanya hivyo, analazimika kutii. Baada ya hapo, mwanamke huyo anajaribu kuvunja mkataba, lakini anashindwa kuuharibu. Mwanaume huyo anajifanya anamsaidia, lakini kwa siri anaweka dawa kwenye maji yake. Mwanamke huyo anapoamka, tayari siku moja imepita. Anashuka kwa tahadhari hadi kwenye chumba cha chini na kumuona mwanaume huyo akisaini mkataba. Anadhani sasa amekuwa mmiliki mpya, lakini kiumbe huyo anakataa kwa kutikisa kichwa. Jina lililoandikwa linatoweka. Kisha kiumbe huyo anabadilika na kuchukua sura ya mke wake. Anasema kwamba njia pekee ya kubadilisha mkataba ni kumuoa mwanamke huyo. Baada ya kusema hivyo, anatazama moja kwa moja mahali alipojificha. Mwanamke huyo anakimbia mara moja, lakini mwanaume huyo tayari amepoteza akili. Anamkimbiza hadi juu ya paa. Mwanamke huyo anajaribu kushuka kwa kutumia ngazi, lakini mwanaume huyo anamshika mikono. Baadaye anamrudisha mwili wake kwenye chumba cha chini na kumpa kiumbe huyo simu ya mkononi. Nafsi ya mwanamke huyo pia inaitwa. Mwanaume huyo anachukua mkataba na kumlazimisha afute jina lililoandikwa. Wakati huo huo, taa zinazimika ghafla. Nguvu ya ajabu inaanza kuvuta kila kitu gizani. Wakati hayo yakitokea, kiumbe huyo anawasha moto mahali pale na kuondoka taratibu bila hata kugeuka nyuma. Je, wewe ungejaribu kujihusisha na kitu kama hiki au usingekisogelea kabisa?